la kuhifadhi, la kujitenga mbali na sababu na kuchukua tahadhari na kila lile ambalo litakalopelekea kuvunja amani katika nafsi zetu, amani ya kiroho, amani ya kimwili, amani ya kifikra, amani ya kifamilia, amani ya kimazingira. Sio jukumu la jinsia moja tu peke yake, kwamba ni jukumu tuliache kwamba ni la mwanaume peke yake, bali hapana, bali sote, kama ambavyo ilivyokuwa ni jukumu la kuilinda amani hiyo mwanaume, ndivyo ambavyo na mwanamke anatakiwa afanyaje? Ailinde. Umeelewana vizuri? Kama ambavyo ilivyokuwa ni jukumu la kila mmoja kutokuwa ni sababu ya mwenzake kuingia katika zina, ndivyo ambavyo mwanamke anatakiwa alibebe jukumu hilo na kulitekeleza, na mwanaume alibebe jukumu hilo na kulitekeleza, kwamba hakuna tofauti baina yao katika uwajibikaji wa majukumu hayo. Tunafahamiana vizuri? Ndio maana kwa Mwenyezi Mungu akasema, wa kulli mu'minati, na useme kuwaambia waaminio wa kike, yaghudna min absarihinna, kwamba na wenyewe wana haki na wajibu wa kuhakikisha kwamba wanafunika macho yao, wayahfadhna furujahunna, na wanahifadhi tupu zao, kwamba sio jambo jema kwa mwanamke wa Kiislamu na muaminio kwamba kila mguu upime kiato chake. Lugha hii inaeleweka vizuri, japokuwa leo imegeuka kama sehemu ya fashion, kwamba unamkuta mwanamke ni Muislamu na yuko ndani ya ndoa, tena ndoa yenyewe siyo ndoa iliyofungiwa bomani, bali ni ndoa ya kisheria iliyofungwa kwa mujibu wa misingi ya itikadi ya Kiislamu na imani ya Kiislamu, lakini haitoki na mume wake mpaka aende akatafute hawala mwingine nje, kwamba fashion inamuonyesha mwanamke huyu ili aonekane kwamba na yeye anakwenda sanjari na mpaka awe na bwana tofauti na mume wake wa halali. Maafa ambayo tulionayo ndani ya ndoa zetu, lakini haya yamekuwa yakisababisha kutendelesha ile amani ndani ya ndoa zetu, amani ndani ya familia zetu, lakini pia amani ndani ya jamii yetu, kwa sababu leo kuna madhara makubwa sana ambayo yamekuwa yakitokea. Mauaji yamekuwa yakitokea, lakini pia madhara ya mafumanizi ambayo yamekuwa yakipelekea watu kupata kujeruhiwa kwa sababu ya nini? Ya mafumanizi. Lakini watu wengine wamekuwa wakijiua kutokana na uchungu na fedheha. Wengine wamekuwa wamebakia kuwa ni vichaa katika mitaa yetu. Tumefanya nzuri, lakini inaenda kuporomoa na kushusha ile heshima ya utu. Mwisho wa siku inaleta taharuki kwenye jamii ambayo tunaishi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotoa maelekezo haya alikuwa na maana pana kubwa, maana ambayo kubwa kabisa, kwanza ni kupatikana amani ndani ya familia zetu. Umeelewana vizuri? Kutengeneza uaminifu ndani ya familia zetu, lakini pia kufanya ule utu wa mtu uwe ni bora zaidi. Sasa leo tunajidharaulisha wenyewe, hatutaki kufuata maelekezo haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba wewe mwanamke unakuwa ni rahisi kwa kila mwanaume. Unakuta namba ya simu katika simu ya mke wako, kuna namba za simu mpaka za watu usiowajua wewe. Sasa wewe kama mke wa mtu una mipango gani
unayoifanya na hao watu, halafu mume wako eti hajui. Inawezekana? Halafu zinakuja fikra ambazo zinaitwa tahrirul mar'a, fikra za kumwachia huru mwanamke kwamba ana haki ya kufanya chochote katika simu yake, na wewe mume hauruhusiwi kukagua simu ya mke wako. Hamjasikia? Na baadhi ya mashehe sio wanazuoni, sababu mwanazuoni lazima umche Mwenyezi Mungu, mwanazuoni lazima uwe mwadilifu, mwanazuoni lazima uwe na ikhlasi, mwanazuoni lazima uwe mnyenyekevu katika kila jambo utakalolifanya, na katika kila kauli utakayosema lazima uwe unamcha nani? Mwenyezi Mungu. Sasa ndio sifa. Mwenyezi Mungu anasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kama kuna watu wanamuogopa Mwenyezi Mungu, basi wanamuogopa zaidi Mwenyezi Mungu hakuna kama wanazuoni.